Jamani, haleluya. Na ili nisije nikarudi tena hapo, na wewe unayenisikiliza na wewe unayenitazama, twende pamoja. Hebu kubali tuendelee mstari wa kuanzia huo mstari wa 4 mpaka wa 9 pale. Alafu nikuombe ufunge Biblia yako sasa, tuseme tafakari ya pamoja hii ya neno la Mungu. Mstari wa 4 anasema, maagizo yametolewa kule tayari. Mstari wa 4 sasa, maandiko yanasema, wakaenda zao, wakamwona mwanapunda amefungwa penye mlango nje katika njia kuu, wakamfungua. Haleluya. Baadhi ya watu waliosimama huko wakawaambia, mnafanya nini kumfungua mwanapunda? Wakamwambia kama Yesu alivyoagiza, nao wakawaruhusu. Nao wakawaruhusu. Hebu tuseme wakawaruhusu. Mstari wa 7, wakamletea Yesu yule mwanapunda, wakatandika mavazi yao juu yake, akaketi juu yake. Watu wengi wakatandaza mavazi yao njiani, na wengine matawi walioyakata mashambani. Nao watu waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Haleluya. Jamani, haleluya. Ikiwa ungelipenda kuwa na kichwa cha somo, basi kichwa cha somo, Bwana anamhitaji. Bwana anamhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Katika andiko hili tulilosoma, tangu mstari wa 2 hata mstari wa 9, yako mambo manne ambayo ninatamani niyawekee mkazo katika muktadha wa siku hii ya leo, tunapokwenda kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kumtolea sadaka. Sadaka ya kujenga jengo la ofisi za jimbo la kati mwa Tanzania, ambalo litamletea yeye utukufu. Mambo manne ninayotaka niyakazie katika andiko hilo tulilosoma, ambayo nina imani huenda ukawa umeyaona ama hujayaona. Mambo manne ya msingi sana katika andiko hilo tulilosoma. Jambo la kwanza ambalo linatokezea ikiwa umesoma pamoja nami na wewe ukinifuatilia katika Biblia yako, Yesu anawatuma wanafunzi wake waende katika kijiji kinachowakabili. Safari ya Yesu ni kuelekea wapi? Yerusalemu. Kabla hajafika Yerusalemu, katikati ya Bethania na nini ile inaitwa? Hiyo. Bwana asifiwe. Anatuma sasa, jamani, hebu nyewe wawili nendeni kwenye kijiji kile. Mkiingia katika kile kijiji, mtakuta kuna punda na mwanapunda. Mwanapunda amefungwa. Kamleteni. Ninajua mtaulizwa, mnafanya nini? Ni nini hiki mnachokifanya? Watakaowauliza waambieni, Bwana anamhitaji. Mkazo wangu katika hilo ni huu. Ikiwa umesoma vizuri hilo andiko, utagundua hiki: Yesu anawatuma wanafunzi waende katika kijiji ambacho hata yeye bado hajakifikia. Wanafunzi wanatumwa wakipashwa habari za kijiji kile, na vijiji ama miji ya Mashariki ya Kati ilikuwa ikijengwa kwa kujengewa uzio ama ngome. Ili kuingia mle kijijini lazima uingie katika ngome hiyo ama katika kuta hizo. Yesu anawaambia, mkifika pale mtakuta kuna punda
Mwanapunda amefungwa, kamfungueni mnileteni na haja naye. Pastor, unataka kutuambia nini? Nataka niwaambie hivi. Hapo ndipo ugundue hiki kitu. Yesu hajafika kwenye hicho kijiji. Yuko mbali kabisa na wanafunzi wake huku. Anawaambia mkienda kule mtakuta punda. Mwanapunda amefungwa, mfungueni nileteni. Kumbe Yesu anajua kila kitu. Hakiko kitu chochote kilichofichama mbele zake. Anajua yaliyopita, anajua yaliyopo, anajua hata yajayo. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo nataka nikuambie, Yesu anakufahamu wewe kuliko unavyojifahamu. Yesu anafahamu hata pale nyumbani kwako kuna nini na nini. Yesu anafahamu hata akaunti yako inasoma kiasi gani. Yesu anafahamu hata ndani ya mkoba wako sasa pana kiasi gani cha fedha. Anafahamu. Yesu anafahamu hata wewe mwanamume katika mfuko wako, ndio katika wallet yako, pana kiasi gani cha fedha hapo, lakini pia akiba yako benki ni kiasi gani. Hakuna kilichofichama mbele zake. Haleluya. Anapotuma wanafunzi wake, nendeni katika kijiji kile kinachowakabili, habahatishi, anafahamu pana punda na mwanapunda, na mwanapunda amefungwa. Mkifika pale mfungueni. Watatokea watawahoji, kwa nini mnafanya hivi? Waambieni hivi, hakuna kilichofichama mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo jingine la msingi sana ambalo natamani niliwekee mkazo hapo. Yesu akiwajulisha nini kipo ndani ya kijiji kile, anapowatuma hawaambii nendeni mkawaombe watu wa kijiji kile mniletee punda wao. Yeye anaagiza, anasema nendeni mkaniletee. Wakiwauliza mnafanyaje jambo hili la kufungua huyu mwanapunda, waambieni Bwana anamhitaji. Huyu anayeagiza, ilo neno lake tu linatoa ujumbe wa sense of ownership. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba vitu vyote vijazavyo ni mali. Jamani, ni mali. Na sasa anasema pale Bethania, pale katika kijiji hicho, akitajwi jina, anasema katika kijiji hicho pana mwanapunda, nina kazi naye, nenda kamfungue umlete. Hilo ni ombi, ni agizo. Wakikuuliza vipi unafanyaje haya mambo, waambie Bwana anamhitaji. Bwana anamhitaji. Sasa ili agizo hili ndani yake linamtambulisha Yesu ya kwamba yeye ndiye yote katika yote. Vitu vyote ni vyake, na wanadamu viko kwetu kama wasimamizi tu wa hivyo, na mwenyewe navyo anapovihitaji tunavizuia. Mimi ninafahamu hata hapa ungelikuja ukakutana hapa na walinzi, ukakutana hapo na nani, ukakutana hapo labda hata na watumishi wengine hapa wamekuwepo,
ukataka kubeba mfano labda hiki kibweta kilikuwa labda ndani ya chumba fulani, ama umekikuta pale nje ukataka kukibeba. Nataka nikwambie tu nina imani na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Kuna watu watakwambia, samahani, unapeleka wapi hiki? Unataka kufanyaje wewe? Ila ukiwaambia mwenyekiti anakihitaji pale, anakihitaji, watasema basi. Si ndio jamani? Watakwambia basi. Yesu ambaye ndiyo alikuwa katika utume wake wa kujitambulisha, wa kuifahamisha jamii ya ulimwengu ya kwamba yeye ni nani. Katika hili pia anaionyesha hiyo. Kuna watu wanahoji uungu wake wakati fulani. Hapa anawaambia nenda pale, mimi sijafika, lakini kuna punda, kamfungue, kamlete hapa. Ukimleta hapa, ukitaka kufungua watakusumbua na hivi, waambie Bwana anamhitaji. Nitaisemea hiyo Bwana anamhitaji dakika chache zijazo. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la tatu, wakati Yesu anaagiza aletewe mwanapunda, yeye alikuwa akijitambulisha kama ndiye miliki wa vitu vyote vilivyoko mbinguni na duniani. Sasa jambo la tatu, kwa nini punda asiyepandwa bado? Kwa nini punda asiyepandwa bado? Ningelikuwa leo ninahubiri ile kuhubiri, ningelizama hapa na ungelielewa zaidi sana. Lakini kwa dakika chache niseme tu kama ninayepita, ili nifike kwa pointi hii ya 4 nisikuchoshe. Punda asiyepandwa bado. Katika jamii yetu hii na hata hapa Dodoma na kwingineko kote ambako wewe unafahamu, punda ni mnyama ambaye kila mtu ana tafasiri yake kulingana na anavyomfahamu. Mwingine anaweza akamfahamu kama mnyama mkorofi fulani hivi. Mwingine anaweza akawa anamfahamu kama mnyama mpole, mnyenyekevu. Ndio. Na mnyama ambaye ana sifa zake nyingi. Na utaona mahali fulani punda ambaye yuko na mtoto, ukimfunga mtoto wake mahali fulani, yule punda hawezi kwenda mbali akaacha yule mtoto. Kwa hiyo muda wote atakuwa hapo tu. Kwa hiyo ili punda awepo, ni yule mtoto tu atulizwe mahali fulani pale. Mwanapunda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza, kwa wenzetu Mashariki ya Kati, punda hakuwa tu punda kama vile wewe unavyotazama hivi leo. Naomba hili nilikazie kabisa. Na ninampenda sana Yesu. Yesu, ukiangalia matukio yake yote ambayo aliyafanya alipokuwa hapa duniani, aliheshimu sana mila na desturi za watu wa pale alipokuwa. Aliheshimu sana. Unajua hata juzi nimepata neema ya kwenda katika nchi hizo kuona maeneo hayo ya kihistoria. Yule guide wetu akatupeleka sehemu moja pale palipokuwa na lile sinagogi ambalo hata yule mtu aliyekuwa kapooza akaletwa, wakatoboa dari, wakashusha pembeni pale. Palikuwa nyumbani, kumbe ndio kwa mama mkwe wa Petro pale. Pembeni yake kuna hilo sinagogi ambalo Yesu alipenda sana kwenda pale. Pembeni yake namna ya magofu ya majengo ya kijiji kile,
Katika kijiji kile tukaonyeshwa sasa namna ya familia moja ilivyokuwa ikijenga nyumba zinazunguka. Mzazi akijenga nyumba yake hiyo kubwa kidogo, ya kwake mama labda na watoto wawili, kadri Mungu anavyoendelea kumbariki anaongezea, kama mtoto wa kiume anaongezea chumba kingine hata kabla yule mtoto hajakuwa, na yeye yule akikua akioa anakuja anakalia hicho chumba hapo, na ikiwa bado ana mpango huo anaongezea tena chumba kingine hapo, anaongezea tena na chumba kingine hapo, anaongezea na chumba kingine hapo. Kadri anavyopata vijana wa kiume anaongezea chumba, anaongezea chumba, anaongezea chumba, anaongezea chumba, anaongezea chumba. Sasa sikiliza, katika sura hiyo hiyo najaribu kukuonyesha jinsi Yesu alivyotumia mila na desturi za hawa watu kufikisha ujumbe anaokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Huyu baba hapa, yani mpango wa kuongeza chumba ni ili kwamba alipo yeye na watoto wake wawepo pale. Alipo baba na watoto wake wawepo hapo. Na ndio anatuambia, kwa maana jinsi Mungu aliupenda nini? Anawaambia msifadhaike mioyoni mwenu. Alisemea hapo, mnamwamini nani? Mungu. Nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi. Hawa wanaoambiwa katika muktadha wa baba na familia, jinsi anavyoweka makao ili watoto wake walipo na baba yuko pale, wanaielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Yesu anahitaji mwanapunda. Punda, nimekuambia kuwa na tafasili kwa hawa watu kama vile wewe ulivyo navyo. Na niwaambie hivi, punda hakupandwa na watu wote. Punda hakupandwa na watu wote. Mtu angelijiuliza, hivi Yesu na ukuu wake wote, kwa nini asingeliitisha hata apande farasi? Kwa nini asingeitisha apande chariot, gari linalokokotwa na nini na farasi? Anaitisha abebwe kwenye mwanapunda, ama kwenye punda ambaye hajapandwa bado. Yesu hakosei. Wale wasomaji wazuri wa Biblia, Yesu alikuwa akitimiza unabii ulionenwa na nabii Zakaria. Katika kitabu cha Zakaria 9 aya ya 9, jinsi Masihi atakavyokuja, ataingia Yerusalemu akiwa amepanda nani? Mwanapunda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza. Punda kwa wenzetu Mashariki ya Kati alipandwa na wafalme peke yake. Punda alipandwa na nani jamani? Na wafalme. Unaweza ukawa hujanielewa bado. Wafalme walipanda punda, pastor? Yes. Unakumbuka kisa cha mtoto wa Daudi yule Absalom? Absalom alipounyakuwa ufalme wa baba yake, kwa namna ambazo mnafahamu, moja kwa moja alikimbilia akaenda kumpanda yule punda na kuzunguka naye katika mitaa yote ya Yerusalemu, na ijulikane ya kwamba yeye ndiye nani? Yes. Hiyo. Sasa Yesu ambaye anatajwa ni mfalme wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Bwana asifiwe, anapoingia Yerusalemu anasema, kaniletee mwanapunda katika kijiji kile. Kalete punda ambaye hajapandwa bado. Yesu haingii kwa vita. Yesu haingii kwa mapambano.
anaingia na mnyama punda, mnyama mpole wa wakati ule, mnyama mnyenyekevu, mnyama ambaye ni ishara ya ufalme. Na sasa Yesu anajitambulisha kama Masihi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza, punda kaletwa ambaye hajapandwa bado. Angeletwa aliyepandwa, maana yake Yesu angelikuwa anampindua mtu fulani. No, Yesu anatangaza yeye ndiye Masihi, yeye ndiye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Haleluya jamani, haleluya. Sasa sikiliza, Yesu anaingia na yule punda katika mji wa Yerusalemu. Nilikuwa nikijaribu kukwambia kwa nini punda asiyepandwa bado, lakini pia nimekuambia ilikuwa ni ishara ya ufalme. Na sasa Yesu mfalme na Masihi. Haleluya. Jambo la 4 katika maandiko ambayo tumeyasoma, hasa lile fungu letu kuu, Yesu anapoagiza wa wanafunzi waende wakamlete huyo mwanapunda aliyefungwa huyo, anawaambia, wakiwauliza mnafanyeje hivi, anawaambia waambieni Bwana anamhitaji. Bwana anafanya nini? Anamhitaji. Bwana anamhitaji. Lakini wakati mtawaambia Bwana anamhitaji, waambieni mara atakapomaliza kazi naye atamrudisha tena hapa. Haleluya jamani, haleluya. Sasa sikiliza, Bwana tunaona anatoa ahadi ya kumrudisha. Na ukiendelea kusoma hiyo sura, nadhani ni mstari tu wa 6, Biblia inatoa ripoti, inasema hao marafiki hao wakamruhusu punda wao afanye nini? Aende kwa Bwana. Kabla sijafika kwa wakamruhusu, nikazie kitu kimoja hapa katika ahadi hii. Katika ahadi hii Bwana anamhitaji, lakini habari ni kwamba atamrudisha tena hapa. Atamrudisha. Wapendwa mnaonisikiliza, nataka tu niwaambie ya kwamba katika kusoma kisa hiki nimewapenda sana watu wa kijiji hiki. Walipoambiwa tu Bwana anamhitaji, Biblia inasema wakaruhusu. Bwana, nilitolea mfano wa kuchukua mtu akija anataka kuchukua haka, labda nimemwagiza akachukue pale, atazuiwa huko ikiwa watu hawajaelewa. Lakini kiambiwa mzee pale ndio nakihitaji, atapeleka. Hawa wanaambiwa Bwana anamhitaji. Walipoambiwa Bwana anamhitaji, kitu gani kimenivuta hapo ni kwamba hawa watu wa kijiji kile, hata katika muda mfupi kiasi kile wa huduma ya Yesu, inatoa mwangwi wa kwamba tayari wao walikuwa wanamjua Bwana ni nani kwao. Walipoambiwa tu Bwana anamhitaji, peleka, nendeni jamaa, chukueni. Tuwasaidie labda namna ya wakaruhusu. Wasingaliweza kuruhusu ikiwa hawamjui yule anayemhitaji punda wao. Swali langu lingelikuwa hili kwako: hivi wewe
unamjuaje huyu Bwana? Hivi wewe unamfahamuje huyu Yesu Kristo ambaye ninamuinua hapa mchana wa leo? Hivi wewe unamfahamuje Yesu tunaposema ya kwamba leo tunahitaji tumtukuze Mwenyezi Mungu kwa mradi wa ujenzi wa ofisi za jimbo la kati mwa Tanzania, jimbo ambalo linamwakilisha yeye katika kanda hii? Unamuelewaje? Na niwaambie, unajua sisi tuna bahati nzuri, niseme na mbaya, na sana mbaya. Nisikilize kwa makini ili uelewe. Usije ukatoka na maelezo yako. Sikiliza vizuri. Sikiliza hii vizuri. Unajua wale watu wa kijiji kile, ufahamu wao kumhusu Yesu ulikuwa ni kidogo sana. Kidogo sana ukilinganisha na ufahamu wako wewe kumhusu Yesu. Sijui kama naongea na watu hapa. Jamani, mnanielewa? Yaani ufahamu wa watu wa kijiji kile kumhusu Yesu, kumhusu Mungu, haukuwa mkubwa kama vile wewe ulivyo na ufahamu mkubwa kumhusu Mungu. Labda niende mbele zaidi ili uweze kunielewa zaidi. Ndiyo, tunamfahamu Nabii Musa, si ndio? Huyu aliyepokea mbao 2 za mawe, mbao 2 za amri za Mwenyezi Mungu, si ndio? Tunamfahamu Nabii Ibrahim, baba wa imani. Nataka nikwambie hivi, ufahamu wa Nabii Ibrahim kumhusu Mungu na jinsi ambavyo alimwamini Mungu ulikuwa ni mdogo kuliko ufahamu mkubwa ulionao wewe kumhusu Mungu. Pastor, mbona kama unataka kutuchanganya tena? Nataka nikwambie hivi, hata tu ufahamu wa Musa kumhusu Mungu na alivyomtumainia na kumtegemea, hata kama changamoto ikatokea mbele huko, lakini ufahamu wake wewe ni wa kwako ni mkubwa zaidi. Zaidi mno. Na ndio maana nasema sisi tuna bahati mbaya. Huyu anaambiwa nyoosha fimbo, barabara itatokezea katikati ya maji. Kitu ambacho hakijawahi kutokea hata siku moja, au sio? Wewe una nafasi na umekuwa nayo tangu kijana mdogo, sasa ni mzee. Unasoma habari za huyu Mungu na matendo yake makuu ambayo ameyatenda. Huyu ndio yani yuko kwenye tukio lenyewe na anaamini anafanya. Nani alikuwa na uelewa mkubwa, aliye na uelewa mkubwa kuliko mwingine? Mwenye uelewa mkubwa ni wewe. Ndiye ambaye umesoma na kusoma. Ndiye ambaye umekuwa na muda wa kutosha. Nimemsikia hata mchungaji hapa akiomba, anasema, mbona hata tulipokuwa wagonjwa wewe ulituinua? Mbona hata tulipokuwa tunasafiri wengine wakapata ajali, sisi hatukupata ajali? Mbona? Mlisikia hizo mbona shida huwa mnasinzi. Mlisikia hizo mbona? Japo mchungaji anapitiwa kwa usingizi, alikuwa anazipiga hapa mbona kadhaa. Punga mkono namna hii, Bwana asifiwe. Mbona ziko nyingi kwetu ambazo zinamtambulisha Mungu kwetu. Ndiyo tunasoma leo habari hata za mke wa Lutu anakuwa chumvi. Wale wa wakati wake hawakuelewa kiasi hicho kama wewe ambavyo leo unasoma na umeelewa. Wewe ndiye ambaye umekuwa na nafasi kubwa. Wewe ndiye ambaye unauelewa mkubwa, na ndio maana hata tukipotea ni kwa kuchagua kwetu wenyewe. Wale wenzetu hata kwa nafasi hiyo kidogo tu walifanya makubwa. Sasa sikiliza. Bwana anamhitaji. Somo letu la leo, naomba nihitimishe kwa kusema maneno haya. Akimaliza kazi naye atamrudisha. Naomba ni connect vyote kwa pamoja nimalize, tuingie kwa program ya leo. Iko hivi.
Nimetangulia kuambia, nimewapenda sana watu wa kijiji kile. Sana. Sana. Kwanza, wanamjua Mungu ni nani kwao. Jambo la pili, vile wanamjua Mungu ni nani kwao, hawakuzuia kile Yesu anakihitaji. Walikuwa tayari kumtukuza Mungu. Maana yule punda hakuwa tu punda, alikuwa ni rasmi kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Na ukiendelea mbele utamsikia Yesu anasema hawa hata kama wasingelipiga kelele hawa, hata mawe yangelifanya nini? Yangelipiga kelele kwa utukufu wake. Nataka sasa nikusogelee karibu mpendwa. Mimi niliye mwenyekiti wa jimbo hili la kati mwa Tanzania. Kama vile wale wanafunzi wawili walotumwa kwenda katika kijiji kile ambacho hakitajwi jina, mimi nami nimetumwa katika kijiji hiki cha CTF. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kuna mwanapunda hapa CTF ambaye huyo Bwana anamhitaji ili Bwana ajipatie utukufu. Haleluya. Na Bwana amenituma kwako mama, kwako baba, kwako binti, kwako kijana, kwako mzee, nije tu nifungue mwanapunda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio nataka nije nimfungue mwanapunda ambaye umemfungia ndani ya pochi yako Jemima hapo. Bwana asifiwe. Nataka nije nifungue mzee kwenye mfuko wako hapo. Kuna mwanapunda humo Bwana anamhitaji. Kuna mwanapunda kwenye akaunti yako pale benki. Bwana amenituma anasema anamhitaji. Lakini habari njema ni hii, akimaliza kazi naye atamrudisha tena kwako. Hiyo ni ya pekee sana. Akimaliza kazi naye atamrudisha tena kwako. Atamrudisha. Sasa mimi mwenyekiti ni binadamu mwenzako. Ila huyu aliyenituma anajua kabisa kwenye pochi yako kuna nini. Kama vile kwenye kile kijiji anajua kabisa kwenye akaunti yako mzee kuna nini, anajua. Kwenye lile zizi lako la mifugo wale ulionao anajua kuna nini. Ndio kwa lile gala lako lile la chakula anajua kuna kiasi gani. Ila mimi amenituma leo nije nikuambie tu, huyo mwanapunda huyo kwenye huo mkoba huyo ambaye hajapandwa bado ili ampe Mungu utukufu, Bwana anamhitaji. Wale watu wa kijiji kile walipoambiwa Bwana anamhitaji, vile wanamfahamu Bwana ni nani kwao. Na mimi ninatamani niseme ya kwamba sisi tunamfahamu kabisa Bwana ni nani kwetu. Ndio maana siku ya Sabato tuko hapa tukimpa Mungu utukufu. Sasa nawaambia Bwana anamhitaji huyo mwanapunda katika mfuko wako. Bwana anamhitaji huyo mwanapunda katika akaunti yako ile ya benki ile. Bwana anamhitaji huyo mwanapunda. Anaweza akawa hata ni gari. Anaweza akawa hata ni mifugo. Bwana anasema nipatie hilo gari. Ndio, nipatie hiyo nyumba, nina kazi nayo.
nikimaliza matumizi nayo mimi nitairudisha. Haleluya. Hapana, hitajika watu wanaomjua Mungu peke yake hapo. Watu wa kijiji kile walikuwa wanamjua wale watu. Wakasema chukua. Mimi na wewe sijui tunamfahamuje huyu Mungu. Ikiwa unayo Biblia yako hapo, Pastor Chilagi na Mike, kwa kuwa unayo karibu utanisaidia kwa kuwa nimeshuka hapa. Utanisomea andiko hapo. Wakorintho wa pili sura ya 9. Baadaye nitakwambia, lakini ila jiandae wewe hapo hapo. Naomba nikazie hiki kitu sasa ninapomaliza. Bwana asifiwe. Wale watu walipoambiwa mwanapunda Yesu anamhitaji, Bwana anamhitaji, wakamruhusu. Ninatamani wewe mama unayenisikiliza, wewe baba unayenisikiliza, ambaye huenda labda hata una gari lako jipya halijatumika kabisa, una fedha zako ambazo zipo hazijatumika, sio mabaki. Anataka vile ambavyo havijapandwa bado. Bwana asifiwe. Vimpe utukufu. Huenda hata kuna nyumba ambayo hujaingia bado. Unasema Bwana chukua. Ila yeye ametoa ahadi, anasema nitairudisha tena. Yaani mara baada ya matumizi yake anasema atairudisha tena. Hebu sasa usome hilo andiko. Usome. Wakorintho wa pili 9 kuanzia fungu la 7. Anzia mstari wa ngapi? Wa 7. Sawa. Akusema kila mtu na atende kama anzia mstari wa umeanzia wangapi huo? Wa 6? Wa 7 huo. Wa 7. Anzia wa 6 itakuwa nzuri sana mpaka wa 8 hapo inatosha. Sawa. Wakorintho wa pili 9 fungu la 6 mpaka 8, Biblia inasema lakini nasema neno hili kwa wana CTF. Apandaye haba atavuna haba. Apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Si kwa huzuni wala si kwa lazima. Si kwa huzuni wala kwa lazima. Maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Sikia hiyo, rudia hiyo. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote. Ninyi mkiwa na riziki za kila namna kwa siku zote. Mpate kuzidi sana. Mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Haleluya. Yeye anaahidi atamrudisha tena. Anasema atakuzidisha katika kila tendo jema. Ikiwa tu unamtambua ni nani, ukafanya kwa moyo wa kupenda, sio kwa kulazimishwa, sio kwa huzuni. Hawa watu wa kijiji kile mimi nimewapenda sana. Hawakushinikizwa, hawakushawishiwa walete mwanapunda yule. Wakasema nani? Bwana. Wakaruhusu peleke. Bwana amenituma kuja kufungua mwanapunda kwako wewe unayenisikiliza. Kwako. Kubali yule mwanapunda Bwana aje amtumie hapa. Bwana asifiwe. Jengo hili litampa Mungu utukufu.
ana uhitaji kutoka kwako. Na katika lile tukio niseme hili, wale watu wangelizuia ile kitu. Sinikuachie hiyo assignment wewe ndo uimalizie. Tukio kubwa kama lile ambalo Yesu anakwenda kutangaza umasihi wake, ufalme wake. Alafu mtu fulani ambaye tu anasimamia mali za mwenyewe mali akatalie. Sijui nini kingetokea. Na wewe kachimbue kidogo hapo. Naona hapa wamepata jibu ni. Basi wao wametusaidia hapa wamesha. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Nataka nikutie moyo. Kubali sasa. Kama ambavyo wanafunzi walitumwa na mimi nimetumwa. Ningelianza saizi kupita kila mfuko wa mtu hapo sasa ninafungua wanapunda hapo kwenye mikoba nafungua ukiniuliza vipi nasema Bwana anamhitaji. Bwana anamhitaji. Ningelikuja hapo nikachukua kama ni gari hizo sema nini mzee umeona gari ya Bwana anamhitaji. Na wewe ikiwa unamfahamu huyo Bwana unasema basi mzee chukua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunatamani CTF tumfahamu Mungu katika ufahamu wa hawa ndugu wa kijiji kile. Haleluya. Ikiwa unasema pastor, hata mimi ile roho ya watu wa kijiji kile ni roho yangu sasa. Ni roho yangu sasa pastor. Simama tunapoenda kuomba, simama. Simama unayesema hiyo roho ya watu wa kijiji kile ya kumtambua Mungu kwa kiwango kile, hawazuilii kilicho chake. Wanasema Bwana chukua, pelekeni. Na wewe unasema na uje ufungue. Wako wanapunda kwenye akaunti yangu, wako nyumbani, wako hapa, ninafungua. Mungu awabariki sana. Ni imani yangu hatujasimama kwa bahati mbaya. Tumesimama tunamaanisha tuko tayari kufungua wanapunda wafunguliwe. Bwana asifiwe. Bwana una mashaka tena wewe. Bwana asifiwe. Yes. Nahitaji sasa tuombe. Pastor Mbipi. Hebu nisogelee kabla sijaomba.